unakuta sometimes unakuta hata agency imetumia hela ya influencer hajamlipa hapo unapigiwa wewe sasa hapo unapigiwa. Influencers wengi wanasema kwamba silipwi vile inavyotakiwa. Sasa hebu jiangalie mwenyewe, what are the baselines, and wewe umejiwekea what are your criteria mpaka wewe ulipo kiasi fulani. Brand sometimes inakandamiza baadhi ya influencers kwenye namna ya kuwalipa, lakini kumkandamiza is not the part of the deal. Kigezo cha kumkandamiza sana mtu kutokana labda na content anazozifanya au nini, be fair. Sasa hivi nikikuuliza, how do you rate to pay a photographer and how do you rate to pay a comedian? Vitu vitu tofauti. Nakumbuka last time nilikwambia one of my favorites brand pages online ni Range, yeah. Yes, angalia tu ile Range page yao ilivyo, yani hapo ndo utajua kabisa hawa jamaa wanaongea na watu gani na hawa jamaa wanatafuta watu gani. Your social media is your CV. Yani hichi ni kitu cha muhimu kila siku tunajaribu kuambia. Yani sometimes unafanya kazi na mtu anakuambia nitumie Instagram page yako, sababu anaamini like zile content atakazokutana nazo kwenye Instagram page yako obviously ndo zitaelezea huyu ni mtu gani. Kabisa. Hizo ndo zinakudefine wewe. Your social media is your CV. Kabisa. Again, kwa hiyo hicho ni kitu cha kuangalia sana. Make sure you kama kawaida tena. Tumekutana mzee. Habari za mikiki ya wiki nzima. Wiki ilikuwa ni nzito sana mzee. Wiki ilikuwa ni nzito baada ile podcast ya mwisho. Watu wametoa ya moyoni. Ulisema kwamba yani watu wanaamini kwamba uliwapiga spana sana. Spana zilikuwa nyingi, lakini tulikuwa tunajaribu kuongelea different perspectives za content creators economy. Sasa tumeona kama somo limekuwa pana zaidi na kutokana na zile comments na kutokana na baadhi ya overviews, na watu wakajaribu kutupigia phone calls kujaribu kuuliza maswali kadhaa. Na leo tutajibu machache, lakini wamesema tusifocus sana kuwakandamiza creators. Inaonekana kwa sababu nimepata kama comments mbili kutoka kwa content creators kama kadhaa hivi wanasema kwamba mbona mwongelee tu upande wa influencers, kwamba wa influencers sometimes tuna nani mikataba, mbona amjongelee katika upande wa brands. Je, brands wao wenyewe vipi? Mbona sometimes wanakuja with some unfair terms na nini, wanatukandamiza na nini, vitu kama hivyo. So tukaona labda leo tugusie upande, yani tubalance mizani. Leo tubalance mizani. Na leo both sides, hata kama bosi wangu ataniona leo anaambia wewe unauza siri za kambi, si ndio? Sasa leo ngoja tuuze siri za kambi, lakini yote tunayofanya ni kwa sababu tunataka tuweke ni namna ya kuweka knowledge kwa watu wote kwamba what is needed, what is not needed kwa upande wa content creator economy. Na wote tunakubaliana kwamba sasa hivi content creation inakuwa kwa kasi sana. So what's your pace, what's your direction, what's your take, and what's your action? Yani action yako wewe ni nini sasa hivi ukitaka kuvalidate your point kwamba ina grow, na wewe unataka kujiweka kwenye position gani? Kwenye position ipi? Of course. Actually kwenye ile podcast ya mwisho, kama ulisikiliza kwenye live, kama ulisikisha kwenye YouTube channel, tuliweza kuhighlight even some of the other calls kwa upande wa the government nini inaweza kufanya. Lakini vile vile tuliweza kuhighlight some of the university programs ambazo zinaweza zikawa initiated kuwasaidia influencers kuandaa hata kama tunapokuja tunasema kwamba walipe kodi na nini, wao katika mazingira ambayo yanaweza yakawa favor. Let us tear up the old books and start new ones. Sure. Of course lazima tu upgraded bwana. As the world global changes, na sisi wenyewe lazima tuende na pace ya the globe. Kabisa. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo tulijaribu kuzungumzia last time. So moja ya concerns ambazo tulizipata nyingi kutoka kwa baada ya ile podcast ya mwisho tuliyofanya ni kwamba bwana wewe ongelea upande wa brand, jinsi gani vitu gani wanatufanyia, kwamba mambo ambayo sometimes brands, sababu tunaongea kwamba influencers kuna vitu wanazingua. Je, vipi kuhusu brands? Wow, of course kila upande kuna wakati mwingine unafanya poa na kuna wakati mwingine like na moja ya concerns ambazo tulikuwa tumepata ni kwamba compensation au namna malipo
inakuwa finyu sana. Japokuwa mwisho wa podcast tuligusia kidogo kwamba sometimes brands msiwafinye watu hata kama like mwape pesa fair na nini, lakini inaonekana concern kubwa kwa watu wengi na influencers wengi ilikuwa ni especially kwenye issue ya malipo na nini. Concern kubwa ni malipo. Siku zote kwenye ugomvi mwingi unatokeaga sana kwenye pesa ndio inaleta changamoto kubwa sana katika jamii. Na hapo ndo tunapokuja kuona concern ya influencers wengi wanasema kwamba mimi silipwi vile inavyotakiwa. Sasa hebu jiangalie mwenyewe, ulipwi kama kuna complaint nyingine, please don't hesitate to put on the comment section below. Kama kuna complaint yote ambayo creators mna undergo, let's say mnavo work na brands na nini, mnaweza mkacha comments hapo na Mr. Endo atazirespond kwenye coming episodes. Exactly. Hapa jiangalie kwanza, what do you have to offer, umeona paka watu wakulipe hicho kiasi ambacho unaweza kulipwa. Kwa sababu levels zipo za content creators. Kuna micro, kuna macro, kuna nano. Yani kuna different na wote wanakuwa na levels. Kwa mfano micro unakuta tutakuja kuangalia huko mbele. Ni wale wakubwa na labda millions of fans, unaona. Lakini kuna wengine ambao ni nano. Nano unaweza kukuta ni kuanzia paka 10k fans. So you see the difference. Sasa kama wewe ni nano, uwezi ukajaribu kujiweka the same rank na mtu ambaye analipwa higher amount au mid range amount. Kwa hiyo lazima ujiangalie wewe mwenyewe una stand out wapi. So kitu ambacho ni kikubwa sana leo tunaweza tukakiongelea kwenye podcast ni namna ya value kuhusiana na payments. Ndio ni kweli brand so uongo. Brand sometimes inakandamiza baadhi ya influencers kwenye namna ya kuwalipa. Na hii inabidi iangaliwe kwa makini sana. Kuna namna nyingi sana za kumfanya mtu umlipe, lakini kumkandamiza is not the part of the deal. Yani isiwe kigezo cha kumkandamiza sana mtu kutokana labda na content anazozifanya au nini. Be fair. Jiangalie, evaluate huyo mtu na alafu mje kwenye consensus kabla mje sign contract. Mkubaliane, bwana mimi nitakulipa kiasi hichi, umeridhika? Ndio. Na nitakulipa kwa sababu ya 1 2 3. Labda hivi je, kama tukiwapa base, kwa mfano kama tuwape influencers kwamba kwamba unapoenda kusign contract yote na brand yote au kampuni yote kwa ajili ya kufanya nao kazi, ni vitu gani wa consider kwamba labda yani watumie base ipi kuweza kukama up with the amount ya kulipo, kwamba labda watumie kigezo hicho labda amount of videos watakazo provide zote the duration of, labda wewe utaelezea katika upande gani ambapo yani ni base zipi ambazo zinatumika sometimes ni kukama up na the amount kwamba huyu tumlipe hivi. Kuna namna ya kufanya hivyo. Ya kwanza tunachokiangalia kama brand anachokiangalia ni kwanza ni fan base. Ndio. Japokuwa last time tulikuja tulisema kwamba fan base sio kigezo kikubwa sana, lakini tutakuja kwenye hiyo point kwa nini sio kigezo kikubwa sana. Na ndio maana unakumbuka kabla tukianza hapa tulikuwa mchana kuna kitu kwa tunazungumza kwamba unakuta kuna watu wana numbers kubwa, wana nani kubwa, lakini si bado wapati brands deals. Like sababu unavyosema numbers, kuna mtu anasema mbona numbers kubwa lakini brands hazitafuti na nini. Baada utakuja kuelezea kitu. Nitakuja kufinyia hapo. Okay. Kwa sababu hapo ndo penyewe. Kwa sababu unaweza kukuta mtu mwingine. Sasa hivi nikikuuliza, how do you rate to pay a photographer and how do you rate to pay a comedian? Ni vitu tofauti. Au how do you rate to pay a footballer? Ni vitu tofauti. So you're going to see that. So no maana cha kwanza nakakwambia general perception, general anticipation. Ya kwanza kabisa, what do brands look ni fans, number of fans. Sawa, akishaangalia number of fans, wanaangalia engagement level. Zile engagement ni positive, negative. What do you respond? How do you engage with the comments? Exactly. Angalia positive, negative. Yani positive ni maana watu jinsi wanavyo ku comment over you, of your contents. Negative jinsi watu wanavyo comment kwako. Lakini respond yako wewe, how do you respond to them? Okay. Je, unawajibu politely au kuna ile lugha ya usiku unajaribu kuitumia? Kwa hiyo sasa ni kitu cha kuangalia sana. Engagement. Tumeangalia fans, tumeangalia engagement. Tunaangalia role nyingine
ni level yako ya ushawishi. Unaona, kuna mtu mwingine anaweza kawa na mid range funds lakini akishika product akaiongelea watu wanakuwa wanashawishika. Yani the way anavyo present vitu na nini. Kitu kingine tuangalia ni quality ya content zako. Okay. Does it really match the brand's let's say the brand's requirements? Brands zote karibu nyingi zinakuwa zina requirements zake za standards. Do you meet that standard ya hiyo content unajaribu kuifanya? Do you have the quality that it takes for them to use you? Nakumbuka last time nilikwambia one of my favorites brand pages online ni Range, yeah. Yes, angalia tu ile Range page yao ilivyo. Yani hapo ndo utajua kabisa hawa jamaa wanaongea na watu gani na hawa jamaa wanatafuta watu gani. Wewe unaweza ukaenda kwenye page ya Range, unaweza ukakuta wale wachukua kule ni mamodo tu, sio hata mafootballer wenye mafans wengi. Unaweza kukuta ni wa actors wachache ambao ni mamodo, au unakuta hata fan base yao hata 30k, hata unajua 100k, lakini wana ile reputation, kuna image yao yani ambao imematch kwao. Kwa hivyo ni vitu ambavyo vinaangaliwa sana. Lakini vile vile jamani, kumbukeni, your social media is your CV. Yani hichi ni kitu cha muhimu kila siku tunajaribu kuambia. Yani kwa mtu yote hata kwa creative, yani kwa creative wote. Yani kwa mtu yote siku hizi social media especially Instagram ndo CV yako. Maana sometimes unafanya kazi na mtu anakuambia nitumie Instagram page yako. Sababu anaamini like zile content utakazokutana nazo kwenye Instagram page yako obviously ndo zitaelezea huyu ni mtu gani. Kabisa. Hizo ndo zinakudefine wewe. Kwa hiyo wewe ukiwa una post low end, unakuwa una post quality mbovu au content zako less za kukandamiza wengine, and you expect brands zikutafute. Kweli? Yani kwamba wewe au unless otherwise kuna nakumbuka kwenye last podcast kuna kitu ambacho uligusia kwamba whom do you want to find you. Unless otherwise kama content unazozifanya ni low quality lakini wewe umetarget mtu fulani ndo kutafuta bana napenda those kind of content, it's okay. And it all goes with whom do you want to find you. Exactly. And do you want to make money out of it or not? Kuna mtu mwingine anaweza katengeneza content kwa kujifurahisha, ndio anaweza kaa na mock wengine, anaweza kafanya kitu kingine. Remember tuliwahi kuongea hata leo pia tuliongelea hilo. Unakuta mtu ana post content ambayo ina mock mtu mwingine. Do you expect kwenye hiyo content brand ile kutafuta una mock watu? And that's the origin of your content. Na most people sometimes nadhani kuna ile concept watu wanaamini kwamba nikiwa na numbers nyingi, nikiwa na VV au content zangu zikiwa na views nyingi, haijalishi hizo views nimezipata kwa njia gani, kama tayari nina attract brands kwa kufanya kazi na mimi. Mazungu sina numbers. No. Sometimes unakuta labda hizo views zako umezipata kwa in a way ambayo like una mock watu unafanya lakini numbers nyingi. Haimaanishi kwamba hizo numbers nyingi ndo zitaambia brand kwamba mtu tufanye kazi. No, it depends hizo views umezipata katika njia zipi. Of course. Kwa hiyo sasa baada ya kuangalia hivyo vitu vyote, those where a brand can decide na je huyu mtu yuko relevant na product yetu kabisa. Relevance is another key aspect. Je yuko relevant? Huyu mtu anaongelea kuhusu fashion and stuff. Tukimpa let's say uambassador wa sabuni, brand ya sabuni, tukimpa uambassador atafit in, watu watamuelewa ndio au hapana? Kwa sababu kile ambacho unakiconvey kwa watu ndio hicho ambacho ndio watu wamekufuata wewe kwa sababu ya kitu hicho, kitu ambacho unakinani kwa sababu ya kitu hicho unachokifanya. Kwa hiyo kama unafanya mambo ya fashion, watu wanakufuata based on fashion, then ukiongelea vitu vya fashion au based on beauty, it's likely wewe ukapata hiyo nafasi. Lakini again, consider the things that we already touched: followers, engagement, watu wanakuongeleaje, reputation yako, and finally your social media is your CV. Kabisa. Again, kwa hiyo hicho ni kitu cha kuangalia sana. Make sure you're clean. How post vitu, I don't know, yani kuweka page rough au vitu gani, weka neat. Ile ni CV yako, hata kama content zako ni za comedy, lakini kuna mtu akiingia kwenye page yako unajua kwamba huyu mtu yuko smart. Like vitu the way alivyo present, the way alivyopangilia page yake. Exactly. He or she knows what he's doing. Exactly. So hapo tumeshaona hizo highlights za hivyo vitu. Sasa turudi tena back kwenye malalamiko ya influencers kwa brand. Ya kwanza of course watazungumzia siku zote ni unfair compensation au low compensation. Bana unanilipa under this.
kabla ya kufanya hiyo kazi, make sure you are satisfied with the amount they are going to tell you. Na lazima mweke baseline kwa nini amekulipa hiyo pesa. Sawa? Kwa sababu baadaye ukilipo kidogo na ukafanya kazi ulikubaliana na hiyo amount. Of course, yani haitakiwi kwamba kipindi mmekaa mezani ukakubali kwamba this amount niko poa nayo. Baadaye umeshaanza kazi unaanza kulalamika, labda say umeanda deliver, unakuja unakam na maana pesa yenyewe kwanza mlipa kidogo na nini. Of course. Yani haiko professional. Yeah, of course. Kwa hiyo hata hivyo vile kwa upande wa brand inabidi kuconsider hivyo vitu vya compensation iwe fair. Kuna statement moja ya bosi wangu alisema kwamba unavotaka kumlipa mtu, kama wewe ni brand, kama unavotaka kumlipa mtu, usije ukamlipa ukamoverpay akaja akasema ile brand wanagawa pesa. Au usije ukamlipa overpayment akasema wana cheap things lakini wanatoa tu pesa. So I'm going there to work for money. Basi. Au ukamlipa huyo mtu underprice akaja akacomplain baadaye kwamba wale ni waongo tu, wanalipa vibaya. They just use you, lakini katika terms of payments hawakujali. Make sure you avoid all those unnecessary. Make sure you all bwana mmekubaliana, mmeafiki ndio mimi kama brand this is my budget and this is what I want you to do. Na wewe unakubaliana this is not, please fanya 1 2 3 hivyo. You come into alignment. Sio kwamba watu unaletewa pesa bwana unafanya mimi sifanyi and then you don't negotiate. Make sure you have a room for negotiation. Sawa, ili baadaye brand sije kukuona unadharau sana au unawavimbia. Make sure you come into table unawaeleza kwa nini 1 2 3. Kwa hiyo ni kipengele cha kwanza brand inabidi kuzingatia. Fairness in payment. Sawa? Na vile huwa anatumiaga sometimes agencies. Na hivi sio tu brand peke yake bali hata agencies inabidi kuangalia namna gani unaweza kumlipa mtu fairly. Sawa, asilalamike. Sometimes brand inaweza agency kamkandamiza influencer. Hata mwenyewe hizo complaint nimezisikia sana. Kwa hiyo unakuta ile ni agency imemkandamiza influencer hata kuja kucomplain kwa agency. Atakuja kwa brand kwa sababu yeye ndo ameifanyia labda sometimes na mara nyingi wanakuja kwamba labda yeye influencer ameletea amount na agency. Yes. Lakini later anakuja kurealize kumbe amount iliyotoka ni kubwa na kazi ilikuwa ni kubwa, lakini agency kamfinya. Exactly. Na hiyo ni malalamiko mengi sana ambayo tumekuwa yapata sana. Kingine ni late payments. Wanalalamika sana kuhusiana na late payments. Kwa hiyo kama brand tujaribu sana kuwa wazi kwa wale ambao tunataka tufanye nao kazi. Waambie bwana sasa hivi pesa yako utaipata labda baada ya wiki 2. Wewe si brand unajua. Make sure kama unaona kabisa baada ya wiki 2 malipo yatakuwa baada yatachelewa, inform your influencers 3 days, 7 days, whatever, the earlier the better. Kusuppress malalamiko. Kwa sababu inavyokuja ile siku yenyewe ya malipo na hauna malipo, hilo ni tatizo. Yani bora ajue kwa sababu unajua hizo entities nyingi na brands nyingi pesa kutoka like kuongeza na milolongo mingi approvals na nini. Kwa sometimes inabidi influencer aambiwe mapema like kwamba tunaanza kazi lakini pesa itatoka katika hichi kipindi ambacho anakuwa aware. Yeah. Of course. Kwa hiyo ni kitu kingine. Na kitu kingine ambacho ni very tricky ambao people wamejaribu complain kwa brands ni kwamba kuna vitu vinaitwa kama free workload. Yani kwa mfano ni kama aina ya concept fulani brand wanasema bwana tufanyie kitu kwanza. Umeona? We normally do that as brands. Tufanyie kitu kwanza tukuone kama utafanya vizuri. We normally do that. And then after that tunajaribu kukupa labda kama gifts au kitu kama hicho. And then baada hapo ndo tuanze kufikiria kukupa contract. That's one of the way. Another way, inawezekana kabisa tumefanya na wewe kazi, tumemaliza, lakini tukakuomba, naomba utusaidie kufanya 1 2 3. Hizo ni public relation matters. Hizo nazo point ni way ambazo brand inaweza ikaweka na influencer japokuwa ni complaints. Ni complaints. Okay. Yani hizo ni complaints influencers wanaleta. Sawa? Lakini it's the language of PR.
hiyo ni public relation. Sawa. Leo hii Adobert umefanya na mimi kazi, nimekulipa vizuri. Sawa. And then kuna changamoto nimeipata. Umeona kuhusiana na product yangu. Let's say brand yangu imeproduce kitu kizuri market. Alafu nikaona kuna fake items zipo kwenye market. Mimi naweza nikaja kwako, Adobert, nina budget yani budget yangu ile ndio kulipa imeisha, lakini tafadhali nina changamoto kwenye market, labda kuna fake items. Please can you help me make a very short video to highlight this is fake, this is not fake. Umeona? Maybe in future I consider you, lakini ni terms of communication. Umeona? Ni terms of communication. You're not supposed to very much complain on that kwa sababu amekufuata, amekuomba. And if you agree then that's good kwa sababu ni relationship. Mwisho wa siku unajikuta wewe unakuwa yani wewe ni mtu wa hiyo brand, yani mtu mwenyewe anasema yule jamaa alinisaidiaga, so let me work with him hata kwenye nini projects. Exactly. Lakini ukianza mapema ukisema kwamba okay, let us yani work for me. Sawa? This is so official. Work for me na napost kwenye page yangu mimi. Sawa? It's a very official content. Kuna ile ambao ni unampa mtu idea ya content. Bwana kuna content fulani you can do, post on a page. I'm not posting it. Lakini hii na post mimi kwenye page zangu. Nina highlight mimi and then nataka nisikulipe. That's not cool. Yani kwa brand kufanya hivyo sio cool. Unless kama umempa mtu idea ya kitu akifanye, ameshakifanya, lakini anafanya kwa upande wake yeye, kwa manufaa yake yeye mwenyewe. Yes, kwa namwambia kabisa this is for your own. Japokuwa ni kwangu ni communication kwangu mimi, lakini this is for example, Apple akilaunch product. Do you think those content creators wanalipwa wote? Those global content creators wanalipwa wote? No. Lakini ile ni hot, something like hot news. That's something yani kama kila mtu anataka kuwa wa kwanza kuiwasilisha kwa audience wake. Kuwasilisha. And that means hata kama nikifanya content nzuri sana, I cannot go to Apple and demand for payments. For payments, yeah. Umeona? Kwa hiyo sometimes wewe kama brand unaweza ukamshawishi mtu kumwambia bwana kuna hichi kitu kizuri sana with my side, lakini kitaweza kukupa wewe attention. Umeona? Yani ipost wewe, sio kwamba na post kwenye page yangu mimi kwa manufaa yangu, lakini ipost wewe kama means of your audience to get that kind of your information. Wezi jua watu watakufuata wewe kutaka hiyo product na sio mimi. You understand? Kwa hiyo hivyo ni vitu ambazo ni complaints watu wanajaribu kuzileta, lakini there's a way to twist around ikawa positive. Yeah, that's one of the thing. Kingine ni kwamba watu wanajaribu complain, content creators wengi, ni kuhusiana na freedom ya contents. We normally limit them. Yaani kwamba unampa content fulani, unamwambia hii ni product fulani, make 1 2 3 4 5 out of it. Haumpi ile creativity freedom. Mwisho wa siku mtu anafanya vile kama unavyotaka wewe, unataka wewe brand ulivyodirect moja kwa moja. Kikitoka vibaya unamlaumu yeye. Hivyo ni vitu ambavyo watu wana complain. Kwamba brands aziwachi creators kuwa huru kufanya content kwa idea zao ambazo wao wanaona zitafaa. Of course. Yeah. Sasa mpaka hapo utakuwa umeshaona baadhi ya complaints ambazo nyingi sana zinasababishwa na content creators, but they can be fixed. Yani vivyote vinaweza vikawa fixed. Make sure you all align kwenye hii aina ya content. As a brand you need to align. Msikilize creativity yake anayotaka kuiweka, kwa sababu yeye ana target audience yake alishaianzisha na anajua wale wanapenda nini kuliko hata wewe. Unaona? Kwa hiyo mpe hiyo room ya wao kufanya wanachoweza kufanya. Of course unaweza ukapose a very minimal limitation based on your brand standards. Yeah, make sure ukacontrol zile, kwa sababu of course yani brand kama brand lazima awe na say kwenye zile content, kwa sababu yeye ndo anaye control zile na nili brand standards na nini. Lazima awe na say, lakini at least brands kwamba content creators wanasema kwamba at least waachiwe gap kidogo ya kuwa free kuweza kufanya kulingana na idea yao ambao wanaona. Kingine ni unprofessional communication. Sasa kuna hii kitu ambacho niliongea last time and I meant it. Ghosting. I knew you did a bad content. Lakini kwa sababu ya your attitude
au namna ambayo wewe umenionyesha mimi as a brand, siwezi kukufeedback. Na nyamaza kimya, na achana na wewe, nafanya kazi na wengine. Ghosting. Sasa hiyo watu wanalalamika sana influencers. Lakini have you ever asked yourself kwa nini wamekughost? Umeona? Did your communication go well? Yani nyinyi kweli mlielewana mpaka mtu anakughost, brand inakughost? Kwa sababu as a brand I need to give feedback. Na ndio maana kila baada ya project, kama ni agency, kama ni mtu kawaida, tunakaa naye chini, tunamwambia bwana tumefanya 1 2 3. Hii ndo result yake. Progress iko hivi. Tunafanyaje kwa wakati mwingine? That's how brand do. Ukiona kama brand haifanyi vitu kama hivyo, then you need to ask yourself, whom are you really working for? Au wewe pengine unaona changamoto ya hivyo vitu. Mtu amefanya kazi na wewe mara moja, you're good at it, and then hakurudi tena for any other kind of content. Naona tu competitor mwenzako na anapewa hapo ni self assessment za wao wenyewe wajitafakari tena. Yani hiyo ni point kabisa. Mtu mpaka anakughost, that means there's something went very wrong. Vipi afu mbona na kuna complaint nyingine pia nisikia content creators wanalalamika kwamba vile zile products wanazopewa kuzifanyia content muda ukiisha wananyang'anywa. Hiyo imekaa vipi? Hiyo ni vague contracts. Kwa sababu ukisema ni makubaliano yenu nyinyi, sawa, mmekubaliana. Je, kwenye ile part ya contract did you negotiate? Na ndio maana nikasema mara kwanza kabisa, kabla hujaenda kufanya content, lazima mmekubaliana na terms and condition, especially on payments na vitu vingine. Na moja hii ni contracts. Kwenye contract yako unasemaje? Sawa, wewe mmekubaliana nitakulipa milioni 2. Si ndio? Kutangazia product ambayo ina worth 700,000. Si ndio? Let's say labda JBL au labda this kind of speakers au any kind of device. Si ndio? Television, whatever it is. Sawa, tumekubaliana milioni 2. Wewe umeipenda ile product. Si ndio? Mkasema bwana, mimi sitaki tu pesa peke yake, lakini naitaka hii product. You sit down, negotiate. Bana, kwenye hiyo basi mimi nitakulipa 1.7. Si ndio? Nikisha kulipa 1.7 na kuachia na ETV. Lakini with conditions, labda kwa huo mwezi, kwa sababu ukiangalia hapo labda TV yenyewe na worth 700,000. Si ndio? In simple math, TV na worth 700,000. Mimi nimekulipa wewe 1.4. Yeah. Maybe 1.4 nimekulipa instead of 1.2. Sawa? Kwa hiyo unaona kabisa kuna some of amount of money imelika pia kwa upande wangu as a brand. Yeah. Ndio. Kwa I have to come up with simple terms kwa wewe, nisikukandamize vile vile. Kaambia bwana, kama nakupa TV, basi make sure kwenye content zako labda za mwezi mmoja, make sure una highlight TV yangu inaonekana. Okay. Au labda kwenye kuna zile terminologies unajaribu kunisifia kwenye content zangu. That's how things work. Ndio? Au labda kama ni simu, make sure unatumia ndani ya mwezi mmoja kabisa, yani na kuona ukiwa unaitumia ile simu. Sio mambo nimekupa product baadaye nakuja na kuona una product C ambayo ni competitor. Sasa mimi nakuelewaje? Kwa hiyo next time unapokuja nitakuja nitakwambia bwana, wewe sikupi product yangu, fanya kazi yangu, you go. Kwa sababu you don't, nikikupa simu nampa mtu mwingine. Mimi nataka wewe ndo uwapie nayo. Umeona? Kwa hiyo hizo zote ni terms and conditions ambazo wote mnabidi mualign. It's okay. Na brand vile vile inabidi iweke consideration when you are doing these things. Prioritize kumpa huyo mtu hicho kitu ili aweze kukitumia yeye kama yeye, kwa sababu yeye ndo atatoa feedback nzuri kwa watu, and itakuwa ni more realistic kwa sababu umempa anatumia kila siku. Na kitu wewe mwenye TV unaweza ukawa as a brand ya TV unaweza ukawa hukijui. Yule jamaa amekaa kwa sababu ni mtu labda wa tech na nini, akaweza kufanyaje kukigundua, akasiku akakielezea na ile ule mwezi mmoja. Umeona? Bado wewe umenufaika. So vitu kama hivi ni muhimu sana kuzingatia. Your terms of content isiwe vague, muelewane. Umependa product, say it. Na brand vile vile iweze kuangalia bwana, I'm offering this kind of product to this person. Bas ni terms and conditions. Sio lazima, it's not compulsory. Umeona? Kwa hivyo ni vitu vile vile kama ulivyosema, ni kweli tumepokea malalamiko ya namna hiyo. So as a brand inabidi kuwa makini vile vile. Brand tofauti inabidi kuwa makini. Make sure you issue, una offer kile kitu ambacho nakitengeneza kwa ule mtu ambaye anafanya hizo content. Okay. Yeah.
So hiyo ni moja ya things ambazo naweza kuhighlight. Lakini kitu kingine, complaints nyingi zinatokana na kwamba brand haitoi education ya kutosha na product. Ni wanatoa very partially. Sasa hii ndio ni complain, lakini sio yenye nguvu sana, kwa sababu you have the rights to demand to ask for the explanation na details about the product ambao unapewa. Kwa hiyo sasa hii upande wa education, brand vile lazima iangalie kutoa intensive education ya product ambazo zina issue kwa influencer kabla hajaenda. Waachie tu influencer kwamba chukua hii product yake ikaifanyia content. Inabidi iwe content creators hawe feeded information za kutosha ili waweze kupata information za kuweza kupresent kwenye content zake. Kudeliver. So hizo ni baadhi ya malalamiko ambayo content creators wengi wamejaribu ku raise, na hapo kama kuna complaint nyingine, please don't hesitate to put on the comment section below. Kama kuna complaint yote ambayo creators mna undergo, let's say mnavoweka na brands na nini, mnaweza mkacha comments hapo na Mr. Endo atazirespond kwenye coming episodes. Exactly. So having seen that, sasa tuangalie, turudi tena nyuma, tuwakumbushe watu what's the brand, what actually a company considers kabla haja kufanya kazi na wewe. Vitu ambavyo brands zina consider kabla hazijafanya kazi na influencer. Na mtu husika. As we said, cha kwanza kabisa ni audience na mambo mengi. Cha kwanza, number of followers. Hiyo kama nilivyosema mara kwanza, number of followers, lazima una fans wa kutosha. It doesn't matter wewe ni micro, wewe ni macro, wewe ni nano, wote. Yani it doesn't matter when wewe minimum labda unaweza kuna minimum maybe 10k at least. 10k at least. Kwa sababu namna ya kurate hawa watu wa different content creators ni kulingana na kazi zao wanazozifanya. Kwa sababu mtu ambaye anafanya photography sometimes ni very rare kukuta ana numbers kubwa kama mtu anayefanya music of course. Umeona? Sasa ukiwarate pamoja ni kosa kubwa. Wewe kwa mtu wa photography lazima utamrate based on his or her creative competence yake katika utendaji wake wa kazi. Zile kazi zake anavyozideliver, how beautiful they are, vitu kama hivyo. Same way na mtu wa fashion, watu wa fashion hawana followers wengi. Wale ni mvuto zaidi. Kwa mtu mwingine anaangalia, bwana hizi picha nzuri sana. Huyu mtu anafaa sana kuwa kwenye billboard yangu. Huyu mtu anafaa sana kuwa kwenye poster zangu. Au mtu anafaa sana kustand siku ya kulaunch product yangu. Kuelezea. Yaani kwamba hana followers wengi, lakini yuko presentable, nikaweza kumtumia labda kumpost kwenye social media page zangu au kwenye events akawa special appearance na nini, vitu kama hizo. Exactly. Kingine vile wanaangalia demographic matter. Of course hizi ni kitu cha kawaida sana. Of course kama wewe ni Mtanzania, brand yako ya Tanzania, uwezi ukaenda Kenya kuchukua influencer. Of course yule jamaa anaweza asimuelewe, asimjue vizuri. Demographic ya audience wake ina matter zaidi. Kwa hiyo unakuta mtu mwingine, mtu ambaye Tanzania anaweza akawa ana multiple levels of audience, wako wachache. Ukiachana na grade ya musicians kama kina Mondi wanavyoenda kufanya shows juu wapi, nchi gani, wale wana different kind of audience types, si ndio? Lakini kuna mtu kama yule ambaye anafanyaga sports, anafanyaga michezo, yule wanamuita Zero Brain. Ukiachana na musician na actors, lakini Zero Brain ni mtu ambaye yeye audience yake utakuta kuna Wahindi, kuna nini. Zero Brain ni mtu ambaye ana audience wengi TikTok, lakini most of the wa Tanzania hawamfahamu. Kwa sababu yeye amejiposition kwamba yani watu ambao wanamfuatilia sana ni watu ni wa nje, wa Hindi, watu Morocco, Nigeria, huko ndo watu wengi wanamfuatilia. Sasa kama brand yako unataka kurun a campaign ambayo campaign inahusisha Afrika Mashariki,
lazima uende na mtu kama Zero Brain ni mtu ambaye kweli lazima uende ni choice yako ya kwanza. Lakini kama target audience yako wewe kwa product yako ni kufocus na Tanzania, be careful. Ni ngumu sana. Ni yani sawa lakini ni ngumu sana. Ni ngumu. Japokuwa na numbers yani ndo the most follower kama uko fahamu Zero Brain ndo mtu ambaye ana followers wengi TikTok yani. Of course. Lakini still bado uweze kusema ukamtumia kwa kama wewe umetarget kufocus na market ya Tanzania kwa sababu market ya Tanzania sio wengi wanamfahamu. Sio wengi sana of course. Japokuwa the guy is very creative. Very kwa hiyo sasa hapo utaangalia sasa wewe mwenyewe. Umeona yani tunaongelea ni wale massive ambao unaweza demographically ukaangalia anaweza akakava nchi ngapi na watu wake wanaomfollow ni watu gani. So make sure you know the demographic ya huyo mtu. Kitu kingine ni kwamba interest za watu. Sisi kama brand lazima tuangalie interest. Sisi brand yetu ina produce let's say ina produce madaftari. Ina produce madaftari. Sisi brand yetu ina produce madaftari pekee. And inabidi tutafute influencer. Inabidi tuangalie interest. Yaani influencer interest ya audience wake. Je, tukiwaletea something of educational stuff watakipokeaje? Yaani hicho ni kitu vivyo cha kuangalia. Wewe labda ndo una deals na laptops, yani laptops company, umeona? Je, nikimchukua mtu fulani akiwasilisha product yangu ya laptops ataeleweka kwa audience wake? Japokuwa lakini pia kuna wakati mwingine unless sasa kama wewe ni mtu ambaye ni public figure yeye hana sababu sometimes unakuta mtu ni public figure kwenye mpira lakini anatoa product ya simu ya review. Unaona? Hiyo au ndo micro wenyewe. Micro ni wanakata cross. Yaani micro ni yani yeye ana mvuto, ana ushawishi, ana nini hivi. Anaweza hata kalitoa product ya pembejeo. Watu fresh tu. Watu kwa sababu ni public figure. Wewe mwenyewe watu wamemfollow kwa sababu ni mtu ambaye labda ana ile nini? Ana ile influence ya watu ka influence watu kwa kila aina majority. Sasa wewe hapo kwenye comment tuambie mfano wa mtu kama huyo bongo wako. Wapo wengi lakini wewe tuambie mfano unao ni nani ambaye unahisi kwamba yani huyu ni public figure yani ambaye kwamba anaweza akaletoa product yote na akaenda nayo vizuri. Yes, exactly. Nyingine tumejaribu kusema hapa ni brand fit. Kitu ambacho ukiachana na audience, ukiachana na followers, naangalia ni brand fit. Je, mtu ana fit kwenye brand yangu? Umeona? Tumesha kuleteana circumstances ambazo mtu amemchukua influencer, right? Lakini ule influencer ana kind of ana changamoto, yani it doesn't really fit kwenye hiyo kampuni. For example, kuna kampuni ziko very serious. Ukijaribu kuleta comedians ndani, unaweza ukawa una interfere na ile audience yako. Exactly. Kwa hiyo unakuta kama wewe ni brand iko serious, jaribu kutafuta watu ambao wana match na hiyo language ya brand yako. Kwa hiyo hicho ni kitu cha muhimu sana ambacho brand wanazingatia. They don't get to call anyone on board. Ajalishi unaweza kuwa na numbers lakini positioning wewe umejiposition kuweza kutafuta na mtu aina gani. Na hapo tunaweka factor nyingine ya reputation pia vile. Reputation yako wewe kwa hiyo brand na hata kwa jamii vile vile. Yaani where do you stand exactly? Umeona? Where do you stand? Your reputation you have for the brand itself. Yaani kwamba yani wewe ukipewa hiyo brand utaweza kweli kuiongelea vizuri, kupresent vizuri your reputation vile vile. Na wengi wanaangalia positive reputation. Na hata kama tuliongelea vivyo kwenye engagement pale, lazima uwe na positive at least comments na nini kuhusiana na wewe. Kwa hiyo ina avoid sana. Kwa sababu tumesema kwamba uone engagement, lakini kuna mtu mwingine umekuta engagement ukienda kwenye comment section yake ni watu wanamuattack, yani kwamba content zake zote ni za kurejibate watu yani kwamba unafanya watu wakutukane wakusemea maneno ambayo sio mengi. Kwa sio kwamba tu ni engagement ambayo ni more positive, ambayo ina drive a positive conversation kwenye nanili kulingana na content ambayo umeifanya. Exactly. Kingine ni kwamba tunaweza tukaangalia ni content quality. Tushazungumzia content quality is very important. Lazima una quality nzuri ya content ambazo unatengeneza. Try to use good gadgets za kushoot.
content. Squeeze gadgets ni nyingi sana na zimekuwa very cheap sana, especially kwenye swala la sauti, lights, yani unaweza ukaboresha content zako zikaonekana vizuri kwa very cheap na equipment. Na very cheap equipment, lakini vile vile kwa kufanya content yako ziwe bora. Usifanye tu ili mradi ndio kama tulivyosema vile vile kwenye page yako ya social media sasa hivi ndio CV yako. CV yani ya social media page ndio your CV. Exactly, make sure you look neat, you look good kwenye hizo pages. Right? Na kitu kingine tulishazungumziana sana kuhusiana na engagement na nini na vitu kama hivyo, lakini kitu kingine ni kama hapo tulivyoweza kuhighlight kuna hizi aina za followers, okay? Naomba nizisome. Sawa, aina za influencers, aina za influencers, kuna mega influencers, umeona, ambao ni celebrities, maybe wana over 100 million followers. So 100 million, 1 million followers. Anyway, 1 million followers. 1 million followers. Au ni mega influencers. Alafu kuna macro ndo anaanzia 100k to 1 million. Sawa? Okay. Alafu kuna micro wenyewe wanaanzia 10k to 100k. Followers. Alafu kuna nano wenyewe wanaanzia 1k to 10k. Sasa all these are different kind of levels za influencers. Exactly. Sasa wewe jiangalie mwenyewe unaweza kujiposition wapi kulingana na hiyo range. Sawa? Na different kind of them different influencers wana different level of payment. Uwezo kamlipa mtu wa nano kamlipa the same as macro. That's a different. Kwa hiyo lazima hivyo vitu kuangalia, na influencers wengi lazima ujijue your position ili ukienda kwenye brand usianze overprice. Overprice brand ni rahisi sana, kama kishindo kufanya negotiation na wewe ni rahisi sana kuondoka. Wanaona huyu mtu hana hivi vitu ambavyo sisi tunavyovitaka. Lakini pia wasiogope kukama up with the amount ambao watakuwa comfortable kufanya kazi, kwa sababu unaposema hivyo wasije wakakaa kinyonge, usio wakachukua hela wakasema nipeze yenyewe, wakashindwa kukudeliver kile kitu ambacho brand inatarajiwa watakideliver. Of course. Na kitu cha mwisho zaidi hapa ni kuhusiana na contracts. Tunarudia tena pale. Contracts ni muhimu sana kuziangalia. Yani brand lazima wawe makini, hata influencers pia lazima wawe makini na kile kitu ambacho wanajaribu kukisign on papers. Sawa, kuna different kind of contracts. Kuna verbal, mnakubaliana kwa namna ya mnafanya kazi. Bwana nifanyie kazi yangu hivi 1 2 3 hivi, kafanya kazi. Mambo sio, kuna nyingine za karatasi, lakini anything that you say to your person ambao unafanya naye mkataba naye, make sure iwe na ukweli na unazifanyia kazi vile vyote ambavyo na kuunderstand terms za contract. Sababu hizo ndo mwisho wa siku ndo zitaweza kukusaidia kumfunga brand au kukufunga wewe mwenyewe creator. Kufunga wewe mwenyewe. Na la mwisho kabisa naweza nikasema ni discipline kwenye kazi. Yani hicho ni kitu kikubwa sana ambacho brand inazingatia ili wewe ikufuate kwa mara nyingine. Discipline kazi yani kwa wakati, ina quality inayotakiwa, hauna attitude ukikumbushwa kitu au kujaribu kuelekezwa au kwamba kuomba zile revisions za baba kurekebisha hivi correction zile attitudes una kwa sababu lazima uweke unyenyekevu fulani kwenye brand. Remember this institution is always bigger than fame. Kabisa. Institution au brand is bigger than fame. Kwa sababu at the end of the day tunajua vitu vyote vinapita, vinaisha, everything has an end, lakini brands and institution have a long span anticipation kuliko fame. Fame can die within just a second. Unajua kubuild fame it takes a time, lakini to ruin it like sifuri sana. Kwa hiyo sasa kama umeijenga fame yako vizuri, make sure you build it kwa kuwa mnyenyekevu. Yani unyenyekevu kwa brand, make sure you are there. Yani wewe wanachokuambia jaribu kupay attention to it. Brand inachokuambia jaribu kupay attention to it. Unaweza ukatoa mfano. Ni watu wangapi kwenye kwa mfano kama Yanga au Simba ingekuwa inakupa wewe kazi, imekaa miaka mingapi kwenye industry
ya mpira. Ni muda mrefu sana. Wengine wameiacha, wamekufa, wanaendelea wengine. That means you need to have respect kwa brand yoyote unataka kufanya nayo kazi. Wanachosha, brands zinachosha sana. Of course. Yani zinachosha mno, so you have to pay attention. Yani sana kwenye vitu ambavyo wanakupa. Do they make logical sense? You are allowed to debate, lakini usiweke attitude. Yeah. Brandi kutafute wewe, make sure you be polite, uwe calm na uona, yani make sure una maintain long term relationship, sababu of course project haziwezi kuisha. Unaweza kuta project leo ukaleta attitude, exactly, project ya kesho usitafute. Kwa hiyo yani kitu ni muendelezo. Kwa hiyo vitu ni vingi sana ambavyo mtu unaweza kuangalia au brand inaangalia mpaka kutafute kufanya na kazi na nini. Na kitu kimoja ambacho hata nasahau ni kwamba taarifa watu huwa wanaambiana. Leo hii Adobe tukifanya kazi na mimi ukazingua, definitely nikaja nikaambiwa, nitakuwa very careful na kufanya kazi na wewe. Na kwamba sure. Mimi wenyewe unakuja unaletewa taarifa na mtu fulani amekwambia, akwambia bwana yule jamaa tulimuita kwenye uzinduzi, kwenye launch event akaja amelewa. Na ishaitokea. Of course, kabisa. Ni kwamba influencer brand ambassador influencer ameitwa kwenye kazi, amekuja amewaka. Yaani kawaka vibaya mno. Sasa ndugu yangu unajaribu kujiuliza, wewe umetoka wapi? Na unaweza kukuta ni mtu amelewa even on a daylight. Mchana kabisa, jua linawaka kali. Sasa unaweza kukuta, unajua pombe sio chai. Mwisho siku unaweza kukuta unamtukana hata bosi wako bila mwenyewe kujua. Of course, kabisa. Kwa hiyo sasa hizi discipline ni very 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 important. Na taarifa watu wanaambiana, watu wanaambiana. Kwa hiyo yani wewe be considerate. Vivyo kwenye haya mambo ya discipline tunaongelea kwamba hata kuna raise concern, lakini fanya. For example, nimekwambia nitakulipa amount nyingine baada ya muda fulani, si ndio? Wewe utaki kufanya kazi, hata nimekupa down payment, nimekulipa initial amount payment, wewe utaki kufanya kazi au utaki kumaliza kazi yangu just because kuna amount kiasi kimebaki. Hello. Tayari hapo unakuwa umeshaonyesha kwamba yani wewe you are there for money and not for a good relationship kati ya wewe na brand. Sababu kama mna good relationship ya muda mrefu, hiyo pesa kama imebaki mtakuja kulipana baadaye. Lakini of course kama mmeshakubaliana mtalipa, atakulipa. Japokuwa sometimes itachelewa. Haki ya mtu haipotei, jeshi la mtu alipotei, itachelewa tu. Kwa hapo kama mtu una attitude nzuri na unaigo nzuri, utavumilia, utafanya kazi, baadaye pesa yako itakuja. Lakini sasa ukizila ukasusa kwa sababu kuna amount fulani ya pesa hujalipwa, sawa, utasusa, lakini baadaye atakulipa. Lakini usitegemee kwenye next project ikitokea atakutafuta, kwa sababu tayari umeshaonyesha attitude ya namna hiyo. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo viko very considerate. Lakini kitu kingine jaribu kukihighlight ni communication. Yani kuna communication sometimes, polite language, use of polite language ya kutumia. You are high, yani kwamba wewe umewaka moto na mimi niko huku chini, so we need to come ili tuelewane. Lugha ya kutumia, compromise mtu, bana samahani is free. Kumomba mtu samahani, nimekosea hivi, can we do this 1 2 3. Negotiation is free. Hamna mtu anakukata mkono kwa ajili kwa kuomba msamaha au mna kufanya nini. Hivyo ni vitu, defaults zinatokea kwenye kazi, changamoto zipo kwenye kazi. Make sure you communicate. Communication is a very good thing kwenye kitu chochote kile, especially kwenye kazi. Okay. Na kitu kingine ningependa kufahamu, kwa sababu wewe pia una work within a brand in house, na pia mna sometimes mna work na different agencies. Ni changamoto gani sometimes ambazo mnakutana nazo mara nyingi mkiwa mnafanya kazi na agencies, especially sasa tumeshamwingiza kupanda influencers, lakini na I'm sure hata agencies sometimes wanakuwa na miisho yao, especially mnapokuwa mnafanya nao kazi, especially inaweza isiwe direct kudeal na influencers, lakini basi sometimes mnapokuwa mnadeal nao kwenye different campaigns, kwenye kugenerate campaigns, come up with ideas na nini. Challenges zipi ambazo agencies za bongo inabidi waziangalie, especially wanapokuwa wanafanya kazi na brands, especially wanapokuwa na in terms za kufanya contract na kufanya kazi na vitu kama, sababu wote ushafanya nao kazi wengi, vitu gani ambavyo unaweza kuvizungumzia na unaweza ukagusia kitu gani ambacho labda unaweza wajirekebishe au hivyo? Nadhani si kwa concept hiyo.
Kwa agency ambazo nimejaribu kufanya nazo kazi, wengi wako makini na kazi zao. Japo you can be 100 perfect. Watu wanapofeli sana kwenye brand, kwenye agencies ni promises. They promise you a lot kabla hawajakupa. Kabisa sisi nipate kazi. Yani nipate kazi. Alafu sawa kwamba pale mwanzoni kabla hujalipa kazi lazima nionyeshe kwamba naweza kudeliver. They overpromise. Kwa sababu unakuta yani ni kama wajenzi wa nyumba. Wanakuambia bwana hiyo nyumba hiyo milioni 2 tajiri. Hiyo ni milioni 2 tajiri. Mpaka tunamaliza. Weka huo mzigo. Alafu ndio utaelewa shughuli yake. Sijui nikwambiaje, ni promises. Hizi promises unakuta mtu anakuambia bwana tutafanya kitu kitatokea pale siku ya launch. Umeona? Hichi kitu kitatokea pale. Unamuuliza mara 2 bwana hichi kitu kipo kweli? Hichi kitu tunaweza nacho, tunaweza tukakifanya. Kipo kweli tunafanya. Itapokuja siku ya launch mnatafutana. Yani Ku-overpromise. Make sure you stand kwenye uwezo wako. Promise what you can deliver. If you cannot deliver that, achana nayo. Kingine ni timeline. Nadhani hii ni changamoto kwa Watanzania wengi. Hatuko vizuri kwenye muda. Kwenye muda. Event ni kesho. Yani maandalizi inabidi yaanze before that. Event unakuta ni saa 7 mchana lakini mpaka saa 2 asubuhi hamna hata kitu kilicholetwa kwenye on ground. Hapo tayari mpaka bosi wako amesha panic. Kama wewe ndio mtu wa chini yake, cha moto utakiona. Utahaso kaka, jasho litakutoka. Kwa nini hapo mpaka sasa hivi? Alafu unaweza ukaona unapiga simu isipokelewe wakati. Hapo agency lazima akupe stress. Yani hapo utajuta. Kwa hiyo sasa agencies za Watanzania wengi tuangalie sana kwenye swala la muda kudeliver. Sio tu kwenye online, kwenye offline, hata online pia. Nimekubaliana kwenye campaign hii content iende siku fulani, lakini ukutana delay siku nzima. Au even 3 days late. Sasa tulishakubaliana hii campaign ili ifanye vizuri, hii content lazima iende siku fulani, tarehe fulani. Let's say kwa mfano leo ni Yanga Day. Hiyo content natakiwa ipandishwe siku ya Yanga Day ili ipate mileage. Unakuja kupandisha kesho. Tayari ile joto vuguvugu lishapita. Unaona? Kwa hiyo yani ile timeline ya deliverance sometimes wanakuwa wanachelewesha. Maybe kwa sababu hawaelewani, unakuta wameshagombana tayari na influencers. Wanao manage. Pale kuna msukumo. Bwana hapa. Unakuta sometimes unakuta hata agency imetumia hela ya influencer hajamlipa. Hapo unapigiwa wewe sasa. Hapo unapigiwa. Mimi sijalipwa. Akati wewe unajua umeshatoa kitita. Kila kitu. Hiyo ishatokea. I say. Yani mtu mnaamini ile hela imeshamfikia mleo. Kwamba mnampa agency ampe influencer, afu siku ya project yenyewe inafika, influencer ananiambia kwamba pesa sijalipwa hata senti 5. Umeona? Kwa hiyo mwisho wa siku hapo ndio maana unakuta hizi complain za over down payments, low payments, influencer analalamika kwa brand. Brand wamefanya kazi yao, wamefanya part yao, lakini sasa agency aliyokuwa katikati. Hapo ndo matatizo yalipo. Kwa hiyo sasa lazima kuwa makini na agency. Agencies zinapiga hela, lakini vile vile lazima kuangalia jinsi gani a smooth way to make a clean working kati ya influencer na brand. Siwe na malalamiko. Yani kuwepo na bridge nzuri kati ya au yani agencies ziweze kutengeneza ku bridge gap nzuri kati ya brand na influencers, kusepo na mkanganyiko wote pale katika. Exactly. Unakuta sometimes unajua agencies zinaleta sana changamoto kwenye malipo. Unakuta wale ndo wanamsuppress yule influencer, wanamlipa low. Kwa unakuta hata ule mtu hana morale na ile kazi. Hana morali ya kazi. Baadaye siku nyinyi mkimtafuta directly, anakuambia kumbe mimi mko watu poa sana bwana. Mimi nili hivi. Ndio maana sometimes waga nafika point inabidi muaface moja kwa moja influencers kwa sababu ya changamoto directly. Lakini kama project ni kubwa sana, it's best tukafanya na agency. Kitu kingine ni agency kuchukua the whole workload.
sikiliza bwana, agency ambayo inafanya kila kitu kwenye kampeni nzima, kila kitu, hiyo ni ya kutilia mashaka. Kwa sababu kuna agency nyingine iko professional kwenye social media management. Kuna wengine wako professional kwenye on ground event, yani wajamaa kikuletea decoration ile. Kuna wengine wako vizuri tu kwenye videography, hawana mambo mengi kwenye production. Take what fits you. Usichukue mpaka sehemu nyingine ya kazi ambayo unabidi sasa usuesue kuifanya. Hapana. Chukua what fits you. Bwana mimi kwenye project kwamba agency nyingi za kibongo ni generalist, kwamba kila kitu tunde kazi. Sisi kila kitu tunacho baba. Wewe sema tunataka nini? Unataka nini? Unataka sikio uone nini? Jifunze kukataa na vingine vitakutokea puani. Ndio hivi sasa. Mtu promise umeanda deliver. Kwa hiyo wabongo wengi changamoto iko hapo. Kwa hiyo agency za kibongo lazima ziangalie hivyo vitu sana. Kwa hiyo kwa upande wangu sijapata sana mshike sana, lakini japo inatokea, kwa changamoto zipo yani. Unapigiwa simu na wanaofanya kazi wenyewe usika, sio agency, wanaofanya kazi wakila kulalamikia malipo either zimedelay, lakini wewe mwenyewe mpunga ushatoa, au unakuta price ndogo. Umekubaliana labda kufanya kitu fulani, setup ya kitu fulani inaweza kugharimu milioni 1, lakini agency akatoa 800 peke yake, 200 ikachikichia. Wewe unajua ile 200 ilikuwa ina fit nini kwenye ile. Mwisho wa siku yani product or service inayokuja kutolewa inakuwa under delivered katika viwango vya chini, kwa sababu tu payment ya pesa imetoka ndogo tofauti na ile ambayo ulitoa. Japokuwa naweza nikasema kwamba agency ina umuhimu mkubwa sana kwenye kufanya nayo kazi kubwa sana, kwa sababu anakusaidia workload kubwa, especially kwenye kumanage vitu, workload kubwa, ila you need a clear team of supervision to supervise the agency, to push the agency. Wale washikaji wanahitaji pushing sana. Remember, the agency works with multiple brands. Sasa wewe usipo push, inaweza kutaka kazi zako zina delay. Anafanya kazi ya mtu mwingine, anaacha ya kwako. You see? Kwa hiyo vitu kama hivi brand ni kuwa navyo makini, lakini agency pia wawe makini na kwenye utendaji wa kazi sehemu hii. Na ndio maana sometimes unakuta mtu unafanya kazi na brand na agency fulani, ukiona jamaa wame overpromise wakaanda deliver, unaachana nao, unatafuta wengine. Mtakwambia bwana hajanirudia. Unaona vitu kama hivyo. Lakini vile vile language you speak kwa mtu aliyekupa kazi. Najua mtu sometimes bwana tukutane sehemu tupige story bwana ile project imeendaje. Unaona? Bosi akajidaribu kama kuwa friendly na wewe. Unaona? Bwana mimi nikapiga story friendly nini. Ukafunguka baadhi ya vitu ambavyo hakupaswa kuvisikia. Hiyo ni changamoto kwa agency. Usifunguke vitu ambavyo bosi anatakiwa kuvisikia. Okay. Itaweza kukudamage wewe, kwa sababu atasema kumbe ilifanyika hivi, ilikupaswa kufanyika hivi, next time sikuchukui. Umeona? Kwa hivyo ni vitu ambavyo vinafanyika. Kingine I know this is tricky, but kama wewe ni agency na kuna kwenye hiyo brand kuna foreigners na kuna locals, wasiliana vizuri na locals. Usiskip ukasema ni mface foreigner moja kwa moja. Elewana vizuri na locals. Na local waliosoma Cuba watakuwa wameshaelewa. Hiyo ni kodi. Hiyo ni kodi. Haturudia mara mbili. Elewana vizuri na locals. Wale ndio unaofanya nao kazi. Kuna watu wameshitubisha pia na stress sana kwenye team. Umeona? Kwa sababu yeye directly ana fly mpaka kwa nani? Kwa bosi wako ambaye ni mgeni. Sawa. Akienda kule jamaa haelewi vitu. Anakuambia rudi kwa local nanili. Kwa local staff. Lakini vile vile sometimes yule mtu anaweza akakuelewa yeye vibaya. Akikuelewa yeye vibaya, mimi ndo napata hiyo joto. Bila sio makosa yangu. Ni makosa inawezekana ya kwako wewe, umenichinja mimi. Umeona? Siku na kesho na kesho kutwa yeye atavoondoka kurudi nchini kwake, mimi nitabaki na wewe. Hapo ndo nitapo deal na wewe vizuri.
So the agencies need to maintain good relationship na local supervisors, watching na foreigners I say. Yani hicho kitu ndio watu wanazinguaga sana big time. Kwa hiyo agencies ziangalie hiyo vitu. Whom do you work with? Hata influencers pia. Deal vizuri na locals. Weka understanding vizuri tu na locals. Utanishukuru baadaye kwa sababu hao ndio watu ambao watakurudia na wanakuelewa wewe vizuri zaidi. Na hata kwenye decision mara nyingi wao ndio wanapewa nani ya mwisho kudecide kwamba huyu mtu ndio yuko sahihi au sio sahihi. Sio sahihi of course. Hata kama ndio wale foreigners wana mchango wao, wanaangalia vitu vingi, lakini bado watahitaji mchango wa locals. Kwa hiyo hicho ni kitu vizuri sana. Kwa hiyo watu waliosoma Cuba wadhani wameelewa. Tusiongee sana kabisa. Yani hilo lilikuwa ni kwenda tu kupiga nondo zile ambazo kwanza zimebaki Mr. Endo kazimalizia. Bas. Kabisa. Ila kama kutoka kuna any kind of nini dukuduko, kuna some more infos ambazo mkitaka Mr. Endo aje azielezee, nadhani kwenye comment section hapo unaweza mkaziangusha na tutazirespond kwenye review. Na kama pia kuna kitu kingine ambacho mngetamani kwenye next episode tukizungumzia ambacho ni cha undani zaidi au kiwe tumekigusia kwa udogo, lakini katika episodes zinazokuja tunaweza tukaki-extend, pia unaweza ukaacha kwenye comment section hapo na tutazirudia, especially kama unataka kufanya kazi kwenye makampuni, hata kama ni sio influencer, hata kama ni wewe ni normal staff, unataka kuanza kazi kwenye kampuni, what are the things labda unataka kujua kuhusiana na kitu fulani, kabisa, let us know. Sisi tutakufeedback kulingana na experiences tulizokuwa nazo kabisa, kuna baseline. You are atukulimit wewe kudebate. You can debate kwa sababu hizi ni perceptions zetu na hizi ndio ambazo open conversation, na hivi vitu ambavyo tunajaribu kuvipitia katika kazi zetu za kila siku, na tunajaribu kuwekana sawa pale ambapo tunakosea. So guys, let's meet on the next episode. Mr. Andrew. Asante sana. Peace guys. Peace out. Peace out.